Lakini leo tumewaita mahususi kwa sababu ya jambo hili ambalo liko mbele yetu la biashara hii ya zao la kahawa, ambavyo kwa mujibu wa sheria zetu soko na biashara ya msimu wa kahawa umezinduliwa rasmi tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka huu. Ndio ilikuwa bodi ya kahawa nchini imetoa taarifa rasmi kwamba msimu umefunguliwa rasmi. Tunashukuru kwa msimu uliopita tulivyo namna ambavyo tumeshirikiana kutoa habari na kuelimisha wananchi wetu. Tunawashukuru sana wananchi wetu kwamba pamoja na kwamba soko limefunguliwa na msimu umefunguliwa tarehe 1, tulikuwa na changamoto ya kahawa zetu kutokukauka. Na moja ya changamoto inayoathiri zao la kahawa ni kuvunwa kabla haijakauka. Pamoja na kwamba msimu umefunguliwa, lakini tuliomba na tulishauriana na wananchi wetu pamoja na maafisa ugavi wetu kwamba maafisa ugani kwamba kahawa zetu hazijakauka, bado ziko kwenye hali ya unyevu sana. Nawashukuru wananchi kwamba kwa kweli katika msimu huu kwa mara ya kwanza nimeona ushirikiano mkubwa wa wananchi. Maeneo mengi wananchi wameheshimu, wamesema watasubiri kahawa zao zikauke ili ziweze kuiva vizuri na kuimarisha ubora wa kahawa. Mpaka sasa matukio ya uvunaji kahawa ambayo haijakauka imepungua sana maeneo mengi. Kwa hiyo tunawashukuru sana wananchi. Lakini tulikubaliana kwamba tusubiri mpaka tarehe 1 mwezi wa 6 ambayo ni leo, tuone hali ya soko hali ya mashamba itakavyokuwa. Taarifa zilizopo ambazo zimefanyika tathmini kwenye vijiji vyetu na kwenye kata zetu, bado kahawa ni mbichi, bado hazijafika kiwango cha kuvuna. Kwa tunawaomba tena tuongeze siku 15 mpaka siku 20 kuanzia sasa mpaka tarehe 20 mwezi huu, ili tuangalie mashamba na ubora wa kahawa zetu kama zitaendelea kukauka vizuri. Lakini tunatoa room kwamba kwa sababu kuna maafisa kilimo wetu na kuna watumishi wengine wa serikali kwenye maeneo yetu, kama kuna mwananchi ambaye shamba lake limefikia kiwango cha kuvunwa na liko tayari, afike tu kwa afisa kilimo wake, tutapewa kibali maalum ya kuvuna kahawa. Na hakikishe kwamba amepewa hicho kibali ili timu yetu ya tathmini itakapokuwa imepita akikuta amevuna, basi awe ameruhusiwa. Tunafanya hivyo ili kudhibiti uvunaji holela wa kahawa isiyoiva, ili kulinda ubora wa kahawa yetu. Kwa hiyo kwa wale ambao mashamba yao yako tayari kuvunwa, tunawaruhusu wavune kwa sababu msimu umeshafunguliwa, lakini angalau wapate kibali kutoka kwa afisa kwa afisa kilimo kwamba ameenda amekagua shamba lake, ameridhika kwamba imefika kiwango cha kuvunwa, avune kahawa yake. Kwa wale wengine ambao bado mashamba yao ni mabichi, waendelee kuwa na subira kwa hizi siku 20, tuone hali itakavyokuwa, na kadri itakavyokuwa inakauka ndani ya hizi siku, ukiona shamba lako limekuwa tayari kuvunwa, nenda kwa afisa kilimo wako aje akague shamba lako, akupe kibali maalum cha kuvuna. Lakini tusio kama msimu umefunguliwa tuanze kuvuna kahawa kabla kahawa haijawa tayari. Kwa hiyo tunaomba muendelee kuwa na subira, na ombi hili ni kwamba hatutamvumilia mtu yeyote ambaye atavunja sheria, kwamba kwa sababu kuvuna kahawa kabla ya wakati wake, haijaiva haijakauka, ni kosa kisheria. Kwa hiyo tunawasisitiza kwamba waendelee kufuata sheria. Natoa maelekezo kwa maafisa kilimo wetu, watendaji wa vijiji na kata, makatibu tarafa, viongozi wenzangu wenye viti wa vijiji, wenye viti wa vitongoji, mabalozi pamoja na madiwani na watu wengine wote wanaohusika kwenye sekta hii, wadhibiti uvunaji kahawa ikiwa mbichi, wadhibiti butura, wadhibiti wizi wa kahawa, ili siku ya siku tupate kahawa yetu ikiwa imeiva na ikiwa ni bora zaidi, ili tulinde bei. Tunaporuhusu watu wachache watuharibie soko la kahawa au zao hili, maana yake tunaharibikiwa wote. Kwa hiyo natoa wito huo kwamba kwanza tunawashukuru, lakini la pili tuvute subira mpaka tarehe 20, lakini la tatu kwa wale ambao wanaona kahawa zao zimeiva, waende kwa maafisa kilimo kwenye maeneo yao wapate kibali maalum ili waweze kuvuna kahawa hizo ambazo ziko tayari. Kadri tunavyoendelea mpaka tarehe 20, kuanzia tarehe 15 tarehe 20, hapo tuone hali ya mashamba yetu itakuwaje.